Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Huko tukitumaini ya kwamba mnaendelea salama salimini. Na basi tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kutengeneza vichwa vya habari kuhusiana na hali ya kiusalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa taarifa hii tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako katika mji wa Buhimba ulioko katika grupe ya Waloayungu wilayani Walikale umepata tena kurejea chini ya udhibiti wa muungano wa jeshi la Kongo FARDC na wapiganaji wa Wazalendo baada ya mapigano makali yaliyowakutanisha na waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani vinadai kuwa mashambulizi ya vikosi vya serikali yalianzishwa yakilenga ngome za AFC M23 katika eneo hilo la kimkakati lililo mpakani mwa wilaya za Walikale na Masisi. Mapigano hayo yalihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi yaliendelea kwa siku kadhaa kabla ya vikosi vya FARDC na washirika wao Wazalendo kupata ushindi. Taarifa kutoka eneo la tukio zinaeleza kuwa wahasi walilazimika kuondoka katika nafasi zao za Buhimba na kuelekea Kilongo, kijiji kilicho karibu na Kasopo katika wilaya jirani ya Masisi. Baada ya kurejesha udhibiti wa eneo hilo, vikosi vya serikali vilianza kuimarisha usalama na kuweka ulinzi wa kutosha ili kuzuia jaribio lolote la mashambulizi ya kulipiza kutoka kwa wahasi. Hata hivyo, mapigano hayakuishia Buhimba. FARDC na Wazalendo waliendelea na operesheni zao kwa kushambulia maeneo ya wahasi huko Kilongo, ambako mapambano mapya yalizuka. Kwa saa kadhaa, milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika katika eneo hilo, ishara ya ukali wa mapigano kati ya pande hizo mbili. Wakati vikosi vya serikali vikijaribu kutumia mafanikio yao ya kijeshi kuendelea kusonga mbele, hali ya usalama bado ni tete katika ukanda huo. Vyanzo vya kiusalama vinaonya kuwa harakati za pande zinazopigana zinaendelea na kwamba hatari ya kuzuka kwa mapigano mengine bado ipo, jambo linaloendelea kuwafanya wakazi wa eneo hilo kuishi katika hofu na sintofahamu. Ila huku kwa upande mwingine, hali ya utulivu wa tahadhari imeonekana Jumanne hii ya tarehe 2 Juni katika agglomeration ya Kibati wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, baada ya siku mbili za mapigano makali kati ya wahasi wa AFC M23 na muungano wa jeshi la Kongo pamoja na Wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinaripoti kwamba mapigano hayo yalianza Jumapili ya tarehe 31 Mei mwaka huu, wakati vikosi vya serikali vikisaidiwa na makundi ya Wazalendo vilipoanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zilizokuwa zinashikiliwa na wahasi katika eneo hilo. Mapambano hayo yalihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi na yaliendelea kwa saa nyingi, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Hata hivyo, vyanzo mbalimbali vinaeleza kuwa hali ya kijeshi bado ni ngumu, huku pande zote mbili zikiendelea kushikilia sehemu tofauti za Kibati. FARDC na Wazalendo wanadhibiti sehemu ya katikati ya mji huo, wakati wahasi wa AFC M23 bado wanashikilia vilima na maeneo ya juu yanayozunguka Kibati, jambo linalowapa nafasi ya kimkakati katika uwanja wa mapambano. Wakati huo huo, taarifa kutoka Kashebere zinaonyesha kuwa wahasi wanaendelea kupokea msaada wa ziada wa wapiganaji na vifaa vya kijeshi. Inadaiwa kuwa vikosi hivyo vya nyongeza vinaelekezwa kwenye maeneo ya karibu na mstari wa mbele wa mapambano, hali inayoongeza hofu ya kurejea kwa mashambulizi katika siku zijazo. Athari za mapigano hayo pia zinaendelea kuonekana katika maisha ya kila siku ya wananchi. Usafiri umeendelea kusimamishwa kwenye barabara inayounganisha Mungazi na Kashebere, jambo linalozuia harakati za watu na usafirishaji wa bidhaa. Hali hii imeongeza ugumu wa maisha kwa wakazi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za usalama katika eneo hilo. Ingawa utulivu wa muda unaonekana kurejea kwa sasa, vyanzo vya usalama vinaonya kuwa hali bado ni tete sana. Uwepo wa vikosi vya pande zote mbili karibu na kila upande, pamoja na taarifa za kuwasili kwa vikosi vya nyongeza, unaashiria uwezekano mkubwa wa kuzuka tena kwa mapigano katika eneo la Kibati katika siku zijazo. Tukisalia huko mkoani Kivu Kaskazini, shambulio la angani lililotekelezwa kwa kutumia drone isiyojulikana
isiyojulikana limeripotiwa hiyo tarehe 2 Juni mwaka huu katika wilaya ya Nyiragongo mkoani Kivu Kaskazini. Tukio hilo limetokea katika eneo la Kibati, hususan katika sekta ya Trois Antennes karibu na mji wa Goma na mpaka unaotenganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda. Kwa mujibu wa ushuhuda wa wakazi wa eneo hilo, wanadai kuwa drone hiyo ililenga nafasi inayotajwa na baadhi ya vyanzo vingi vya ndani kuwa ilitumiwa na wanajeshi wa jeshi la ulinzi la Rwanda yani RDF. Baada ya mlipuko huo, harakati kubwa ziliripotiwa kushuhudiwa katika eneo husika, huku hali ya taharuki ikitanda miongoni mwa wananchi. Taarifa za awali kutoka eneo hilo la tukio zinaeleza kuwa shambulio hilo huenda lilisababisha hasara kubwa kwa wanajeshi waliokuwa katika eneo lililolengwa. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuthibitisha idadi ya waliouawa au kujeruhiwa wala ukubwa wa uharibifu uliosababishwa na shambulio hilo. Wakati huo huo, mhusika wa operesheni hiyo bado hajafahamika. Hakuna kundi la wahasi, jeshi au upande wowote uliokuwa umetangaza kuhusika na shambulio hilo wakati taarifa hizi zikiandaliwa. Vyanzo vya usalama vinaendelea kuchunguza mazingira ya tukio hilo pamoja na aina ya vifaa vilivyotumika kutekeleza mashambulizi hayo. Tukio hili linajiri katika kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa. Maeneo mengi yanayozunguka Goma na mpaka wa Rwanda yameendelea kushuhudia uwepo mkubwa wa vikosi vya kijeshi na migogoro ya mara kwa mara kati ya makundi mbalimbali yenye silaha. Wakati mamlaka husika bado hazijatoa taarifa rasmi, taarifa zinazohusu idadi ya waathirika na waliohusika na shambulio hilo zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari hadi uchunguzi utakapomalizika. Na huko mkoani Haut-Uele, jeshi la Kongo FARDC limetangaza kuanza kwa operesheni kubwa ya usalama katika sekta ya Operation Uele iliyoko kaskazini mashariki mwa mkoa huo wa Haut-Uele. Hatua hiyo inalenga kukusanya silaha za kivita zinazomilikiwa kinyume cha sheria na kuimarisha udhibiti wa usalama katika eneo ambalo kwa muda mrefu limekabiliwa na changamoto za kuenea kwa silaha haramu na harakati za watu wanaohama kutoka maeneo mbalimbali. Kwa mujibu wa viongozi vya jeshi, operesheni hiyo ni sehemu ya juhudi za kurejesha mamlaka ya dola, kuzuia vitisho vya kiusalama na kuhakikisha ulinzi wa raia. FARDC imewataka watu wote wanaomiliki silaha za kivita bila kibali halali kuzikabidhi kwa hiari yao kwa mamlaka husika ili kuepuka hatua za kisheria na operesheni za kulazimisha utekelezaji wa sheria. Jeshi pia limeeleza kuwa litafuatilia kwa karibu baadhi ya makundi ya wafugaji wa hamahama na wakimbizi wa mabadiliko ya tabia nchi wanaojulikana kwa jina la Mbororo, ambao wanaripotiwa kuwepo katika maeneo mbalimbali ya sekta ya Uele. Hata hivyo, mamlaka za kijeshi zinasisitiza kuwa operesheni hiyo hailengi jamii fulani kwa misingi ya asili yao, bali inalenga kuhakikisha kuwa hakuna mtu au kundi linalomiliki silaha kinyume cha sheria au kuhatarisha usalama wa wananchi. Akizungumzia operesheni hiyo, Brigadier General Jean-Daniel Matabombi, naibu kamanda wa kwanza wa huduma ya elimu ya kiraia, kijamii na maendeleo sekase ndani ya FARDC, ambaye pia anasimamia operesheni na idara ya ujasusi, amesema kuwa lengo kuu ni kusafisha mazingira ya usalama na kuzuia vitendo vyovyote vinavyoweza kuvuruga amani katika eneo hilo. Amehimiza wananchi kushirikiana na vikosi vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu wanaomiliki silaha haramu au shughuli zozote zinazotia shaka. Viongozi wa jeshi wamehakikisha kuwa operesheni hiyo itafanyika kwa kuzingatia sheria za nchi na kuheshimu haki za wananchi wote wanaohusika. Pia wamewataka viongozi wa kijamii, mamlaka za kiutawala na mashirika ya kiraia kushiriki katika juhudi hizo ili kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi na jamii za wenyeji. Tangazo hili linakuja katika kipindi ambacho maeneo kadhaa ya kaskazini mashariki mwa DRC yanaendelea kukumbwa na changamoto za kiusalama zinazohusishwa na kuenea kwa silaha haramu, migogoro ya matumizi ya ardhi na maliasili, pamoja na harakati za watu zinazochochewa na mabadiliko ya tabia nchi na hali ya ukosefu wa utulivu katika ukanda huo.
FARDC inaamini kuwa operesheni hii itachangia kuimarisha amani, utulivu na usalama katika sekta ya Uele. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.